Sefu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwema kaka? Kwema kabisa, heri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe. Tunakutana kwa mara nyingine kuzungumzia yale ambayo yanaendelea katika michezo. Na mimi nashukuru pia kwa kuwa mnanipa ofa za kuendelea kuzungumzia hayo ya kimichezo. Sawa Sefu. Kamati ya masaa 72 tayari yameshafanya maamuzi na wekundu wa Msimbazi nao mmekutana na lungu hilo kwa Jonathan Soa kupitia kwenye ule mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Azam Football Club. Jonathan Soa kalimu wa mechi 5 kutocheza za NBC Premier League, lakini Alassane Kante naye kalimu wa mechi 5 kutoonekana kiwanjani kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC na faini ya milioni 1 kwa pande zote za wachezaji wote wawili. Kwa upande wako, maamuzi ya kamati ya masaa 72 unaionaje? Kwanza mimi nishukuru kwa sababu uwepo kamati inaonyesha hawataki magando katika mpira. Mpira ni mchezo wa fair. Sasa niwape pongezi kubwa sana namna wanavyofanya kazi, lakini nikwambie my brother, jambo lolote utakaolihukumu kisheria, basi sifa yake kuu liwe na maelezo ya kutosha. Tukiangalia video clip zinatuonyesha Jonathan Soa akicheza mpira usio wa kiungwana, umenielewa? Pengine kwa tempa ya mchezo au hasira. Tunamuona Alassane Maodo Kante akicheza mchezo wasio wa kiungwana, pengine kwa jaziba na vitu vingine. Sasa pamoja na kuwapongeza, naanza na mashaka. Kwani kamati hii imeanza kuundwa jana baada ya Simba kucheza ujuzi, au ipo kabla ya ligi na ilitakiwa kusimamia matukio yote ya ligi? Si ipo kabla ya ligi? Jana nilikuwa naangalia baadhi ya matukio. Kamati ina hukumu kwa dhamira. Inawezekana umeenda kucheza ukabato kweli kweli, lakini kwa sababu umebato ukiwa unakusudia mpira ukakosa ukamkuta mtu ama right, utakuwa umefanya sawa sawa. Sasa umebato end the day umeacha mpira ukakuta mtu, dhamira yako haikuwa nzuri. Umetazama mechi ya Mtibwa na Yanga kabisa. Kuna muda anadaka mpira golikipa wa Yanga Jijiara, anatembea hatua ya kwanza ya pili, hatua ya tatu anakwenda kumkumba mtu mwili, anachukua mpira anarusha. Mtu ambaye wastani wa yeye na huyu kulikuwa na tofauti ya hatua moja. Unaweza ukaniambia alikuwa na dhamira gani? Hii kamati ya masaa 72 imetazama ile tukio likatoa maelekezo lile, kwani au alifungiwa? Labda nimesahau. Hakuwahi kufungiwa. Basi shida inaanzia hapo. Shida sio uwepo wa kamati, shida sio kuadhibu watu kwa makosa. Shida mbona mnaelemea upande fulani na mnachagua namna ya kuadhibu, kwa sababu muda ambao anafanya tukio hili huyu mwamba, Yanga wanaenda kucheza takriban mechi 2 za ligi kuu. Hofu yenu ilikuwa nini kutoa maamuzi? Na mbona hamjatoa tamko lolote? Na pengine kama tunachokisema tunazua uongo, mtujie mara nyingine kutueleza, yani tupitieni hili tukio, mtuambie mliona dhamira gani kutoka kwa golikipa huyu wa Yanga, alafu dhamira hii iwe haihukumiki. Hebu watuambie. Sio kweli my brother. Kamati kama inafanya kweli kazi ili niisifu, isijekuwa nimeisifu kinafiki, basi yako matukio watuambie. Hata ndani ya mechi ile yako matukio hayakuonyesha dhamira ya wazi, umenielewa vizuri, ya kwenda kucheza mpira. Alifanya hata ninja, aliacha mpira akafuata miguu ya mtu. Haya matukio yangekuwa makubwa kiasi cha kuyapigia faini, muamuzi angetoa red card. Mimi nafahamu hivyo mpira, umenielewa? Na siamini kuona kwa sababu aliyapigia vipenga, lakini aliona akaangalia ni sawa, mtu amekwenda amekumba mwili, kiwango kikoje. Basi alau tukio la Jonathan Soa, mimi tukio la Alassane Maodo na hisi tukio la kimpira ni tukio la kawaida sana. Sasa kama mlitafsiri tukio la golikipa wa Yanga ni tukio la kawaida, mechi na Mtibwa, mliachaje kutafsiri na matukio haya mawili? Hii ndio shida utakayoiona. Mimi nina mashaka mpira wetu nyuma yake una watu wanaongoza tofauti na tunaowatambua. Mashaka yangu makubwa, inawezekana tukawa tunapigilia kelele viongozi wa Simba, kumbe nyuma ya mpira wako watu wanafanya ujinga zaidi hawa viongozi wa Simba. Sitaki mimi kuwataja, maana yake hawachelewi, wao hawana mtu wanaomheshimu. Yaani yoyote utambo wetu umekufungia na usifanye hili jambo. Sasa hili nionekane nadanganya, watu warudi wakaangalie tukio lile. Kwa mimi jana siwezi kusema chochote. Mimi ninachokiona ni kuwa anatazamwa mnyonge,
Umenielewa? Pamoja na makosa kweli akaadhibiwa, wanatazama wenye nguvu na mabingwa wa kususia mechi wao, kwa sababu wanaogopeka kwa hali hiyo hawaadhibiwi. Mimi upande nianzie hapo, mimi naisifu kamati kwa kufanya kazi, lakini naishutumu kamati kwa kushindwa kufanya kazi, na nimeeleza hilo tukio. Sikutafuta tukio jingine lolote, nimejiridhisha kwenye tukio hilo kwa zaidi ya nusu saa kuwa golikipa wa Yanga hakuwa na dhamira ya kucheza mpira, alikwenda kuucheza mwili wa mtu kwa makusudi kama walivyofanya watu wengine. Ndio. Sefu bwana, umezungumza vizuri na hoja zako ni nzuri pia. Lakini tuangalie kwenye upande wa kukosa michezo mitano. Mchezaji kama mchezaji hakuzuia kulimwa red card uwanjani. Ni muamuzi mwenyewe ndio kameza filimbi na kutokutafsiri vizuri tukio. Kwa nini mchezaji akose michezo mitano? Angalikuwa angepewa red card, angekosa michezo takriban miwili ama mitano. Kwanza jambo la kwanza ni kueleze kutoa red card ni tafsiri ya muamuzi kuona ili tukio linastahili hivyo, manake halikuwa na fair play kabisa. Yani tukio linakwenda kumhatarisha mchezaji mwingine usalama wake, huwa anatolea red card. Alafu kuna matukio ya tempa, yani mchezaji anapokuwa uwanjani kashatoka na jasho, yuko nyuma ya matokeo, anaweza kufanya matukio ya tempa, niite hivyo, kwamba sasa analazimisha vitu ambavyo havipo. Muamuzi alitafsiri sahihi tu mechi, isipokuwa kuna mambo mawili miongoni mwa moja. Pengine niseme ni lazima TFF inajiongoza kwa vitu hivyo, faini na vitu vingine, lakini pengine lazima faini zitokee. Upo utovu wa nidhamu, lakini hatuwezi, muamuzi hawezi kuona kwa ghafla. Wao wanafanya pia wanaita nini, wanarudia picha mjongofu, sio kwa Kiswahili wanasema ni review wakaona hili tatizo alikuwa katika fair, mchezaji huyu tukimwacha anaweza kufanya tatizo jingine kubwa. Sina shaka katika hayo. Shaka yangu yako matatizo amuyafanye. Sasa mchezaji unapomnyima mechi tano, Jonathan Soa sio mchezaji mdogo kwa Simba. Ukitaja baadhi ya magoli ya Simba ambayo alitetea klabu, Jonathan Soa amefunga. Ndio. Jonathan Soa tunamtegemea. Ukitaja mechi tano za ligi, pengine unataja miongoni mwa mechi ngumu ambazo Simba ilimtaji Soa. Lakini unapozungumzia Mahodo Kante, mpaka hapa tulipofikia katika ligi, mimi ninachokifahamu ndio mtu pekee ambaye amepiga pasi nyingi za hatari kuliko mtu mwingine. Manake umeenda kutupunja Simba pasi za hatari. Ila kwa sababu tuna kikosi kipana, tutakwenda kumtumia nani huyu mfungaji bora wa mwaka jana ambaye hadi sasa tuzo Jean Charles Ahoua. Tunaweza kwenda kumtumia, lakini pengine haikuwa malengo ya mwalimu. Mwalimu aliona kwa kipindi hiki Kante amwambia Ahoua jiandae ili uje. Aanze na Kante. Ni pigo my brother. Ni pigo kwa sababu player hao wamepewa kadi katika mechi kubwa. Ingekuwa ni player wa kawaida, usingeona kwenye mechi ya Azam. Ndio, kuna vijana wengine wakopanda namba. Ni pigo na sio dogo. Sasa sisi tunasema okay, lakini ifike wakati basi haki ziwe zinafanyika kweli. Isikuje maigizo. Yaani usituletee Yanga wamepigwa faini milioni 5 kwa sababu ya mashabiki, wakati tunaona walipaswa kupigwa faini. Au mnaona mkimsimamisha huu mechi 5 hali itakuwa ngumu hapa golini? Yaani mnazo ajenda tofauti na sisi tunavyotambua. Hakuna pa kukwepa. Walete hoja. Kwanza walete hoja za msingi za kwa nini Ninja kupigwa faini. Kwa sababu kuna matukio yanafanana kama la huyu Ninja. Waje na hoja za msingi. Kwa nini waliwapiga faini kina Jonathan Soa? Waje na hoja za msingi. Kwa nini walimwacha golikipa wa Yanga? Kwa sababu haikuwa ligi wa mwaka juzi, kwamba tunawakumbusha ni ligi hii. Wakaliangalia tukio. Wao waliliona lina fair kiasi gani lile tukio mpaka wakamwacha. Ni hayo. Kwa sio wametuathiri kiukweli. Ila kwa sababu ya kimichezo, unajua mpira ni mchezo wa uvumilivu. Ni lazima tuvumiliane ili tuufikishe mpira katika nchi za ahadi. Sisi tunawavumilia sana TFF. Sawa, tuende kwenye taarifa nyingine. Murtaza Ali Mangungu amesikika kwenye moja ya kituo cha habari akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kilizungumzwa kule Katari na Engineer Hersi. Na akadai ya kwamba ukitaka kufagia anzia uliposimama. Kwa kauli hii imetafsiriwa tofauti na watu tofauti kulingana na mtu alivyolipokea. Wengine wanasema akupendezwa na Simba kuzungumziwa na Engineer Hersi. Kwanza ni kweli. Lakini mimi nafanya tafiti ya kawaida sana kwamba Engineer Hersi kama kweli ni rais wa virabu kama watu wengine wanavyosema, angezungumzia TP Engleba Mazembe ambayo mpaka sasa ni changamoto. Ndio aseme changamoto ya TP Mazembe ni nini. Lakini unapozungumzia Simba ukasema uongozi wa Simba, akausema uongozi wa Simba, Engineer hata tumweke miaka 1000 hana uwezo wa kuzungumza matatizo ya uongozi wa Simba. Atakachosema ni mashabiki kuushutumu uongozi. Kimaarifa mashabiki hawezi kuendesha jambo kwa weledi.
management ndio itaendesha kwa weledi. Maana yake hana uwezo wewe wa kuonyesha tatizo la Simba liko wapi, lakini Yesu ndio aloshtakiwa mwaka jana mara 18 na watu wanamdai, au sio? Yeye mahakama ya kasi, si ndio? Amevunja mikataba akashindwa kuwalipa. Yesu ndio aloahidi uwanja hujatimia. Yesu ndio mtu aliyemdhulumu huyu nani, huyu mtoto ambaye yuko Azamu mpaka akaamua kuondoka, mama yake akasema mwanangu kakataa kula ugali, au sio? Engineer wewe, waambie hao kuamini na matatizo kwangu nisaidieni. Kwanza ni mdanganyifu, pili na mambo mengine. Kwa hiyo si tunafahamu, na ndio maana anasema Mangungu nini, anasema anamwambia fagia kwako kwanza, kwa sababu uchafu uliokuweko kwake ni mkubwa kuliko uchafu uliokuweko upande wa Simba. Simba kuna tofauti kweli ya mashabiki na viongozi, ila viongozi hawana tofauti wa kiwango chake. Viongozi tu wanahisi kuna mtu anatumika kwa ujumu, lakini wana umoja. Ndio maana hata juzi wamekaa kikao, sio? Umenielewa? Sasa unaposema uongozi una tatizo, maana yake umefeli wewe kuonyesha hilo tatizo katika uongozi. Engineer alikuwa anawezeka. Sasa majibu ya Mangungu yako right. Na nikukumbushe jambo la mwisho pengine. Kuna siku waliwahi kuitwa na waziri pale. Nadhani unakumbuka Walipoitwa wakaulizwa. Yeye akasema tumeleta msimamo wetu, mechi hatuchezi. Alipoulizwa Mangungu akasema tumeitwa kuzungumzia maendeleo ya mpira wetu. Umeona tofauti hawa watu wawili? Murtaza anajifahamu kweli kweli kwenye kujibu. Yule umri mdogo akapewa mamlaka makubwa yanamfunika, hana uwezo naye. Sawa, tunamalizia kwenye swala la usajili. Wekundu wa Msimbazi mnahusishwa na kumuhitaji Clatous Chota Chama, lakini pasina Clatous Chota Chama pia mmegonga hodi kwa Alidi Aucho. Kwa upande wako, huenda dirisha dogo, hizi ni nafasi ni wachezaji muhimu sana ambao huenda wataisaidia Simba? Bado wana uwezo wa kucheza Simba. Kuna sijui nilifanya kipindi na wewe nilisema Simba wanahitaji legend. Wanahitaji wachezaji ambao wameona matukio mengi kuendesha watoto. Simba wana vijana watupu. Mchezaji mwenye umri mkubwa Simba pale ni mmoja tu. Unamzungumzia Shomari Kapombe. Waliobaki wote makinda. Kwa hiyo wanahitaji legend mmoja ambaye mguu wake utakuwa unaona pasi za mwisho, na legend mmoja mwenye uwezo wa kunusa harufu za makosa. Mimi nilihitaji watatu. Na mtu atakayekwenda kuhukumu mwishoni kabisa. Wakipata watu wao ni barabara, wote hao wanaweza kucheza, hao hawajapungukiwa. Simba ilikuwa na mahitaji makubwa, iliwaondoa kina Chama kwa sababu ya siasa, umeelewa? Ilimuondoa Mixon kwa sababu ya mahitaji makubwa, umeelewa? Na vijana wakati ule walikuwa hawana quality ya kumchezesha Luis Jose Mixon katika mpira. Hilo sio jambo la ajabu. Wamefanya Arsenal na watu wengine. Watu waliondoka kina Fabregas, wakenda wakaonekana hawawezi, wakawarudisha na wakahiti. Umeelewa vizuri? Simba watu wanahitajika, na wakija wana uwezo wa kufanya kazi. Ni klabu pekee ambayo inaweza kumlea mtu hata kama amepoteza wakati. Naam. Lakini vipi kwa upande wa taarifa inayozungumza kwamba Young Africans watapiga hodi kwa mara nyingine kwenye dirisha dogo kwa Wekundu wa Msimbazi? Ni kawaida yao kusajili wachezaji ambao wako na mkataba kwa Simba na hawajawahi kufanya hivyo. Utanikumbusha ni mwaka gani waliwahi kuchukua mchezaji wa Simba ambaye Simba wanamtaka nani? Wewe una kumbukumbu? Lini walikuja? Yani Simba kuna mchezaji wanamtaka. Huyu Mohamed Hussein Shabalala tulishindana maslahi tukaona tumruhusu. Chama waka miaka 7 wanamsajili yake anachezea Simba mpaka tulipoona hakuna uwezekano huo. Huwezi kwenda kuchukua kwa tajiri namba 1 mchezaji hata siku moja kama kweli yupo kwenye mahesabu yetu. Hilo sahau brother. Si ndo timu pekee ambayo yani mchezaji anapata kila stahiki hajawahi kunyimwa ni Simba Sports Club. Na hatujawahi kudaiwa na mchezaji juu ya stahiki, juu ya namna atakavyoishi na namna ya kumwendo mchezaji. Na wanakiri wachezaji wote kwamba Simba ni timu pekee ukipita unatamani kuendelea kuwepo. Hasa nani anatamani kuondoka? Huwezi kuona hilo. Shukrani sana. Asante sana bwana.